Watu wengi walidhani mwisho wa mahusiano haya yangekuwa ndoa au angalau mwanaume mpya, lakini hakuna aliyedhani ningechagua kitu ambacho wengi wanakiogopa: ukimya wa kujisimamia. Miaka ilipita bila mimi hata kugundua. Biashara yangu ilikuwa polepole, si kwa miujiza, bali kwa nidhamu. Nilihama nyumba ndogo niliyokuwa nimeanza nayo, nikachukua chumba kikubwa zaidi. Hakukuwa na mtu wa kunipongeza kwa sauti, lakini kila nilipojifungia mlango usiku, nilijua nimefika kwa miguu yangu mwenyewe. Sikurudi nyuma. Sikupiga simu. Sikutaka maelezo. Siku moja nilipokutana na Juma kwa bahati tu barabarani, moyo wangu haukuruka. Hakukuwa na hasira wala huzuni. Kulikuwa na utupu usio na uzito. Alinitazama kwa mshangao, labda alitarajia nitetemeke, lakini nilitabasamu kwa heshima. Nikapita. Hapo ndipo nilijua kweli nimepona. Jamii haikubadilika. Maneno yaliendelea. Atajilaumu uzeeni. Mwanamke bila mwanaume anakosa mwelekeo. Nilisikiliza, lakini siku ya hifadhi. Nilikuwa nimeishi ndani ya mawazo ya watu muda mrefu sana. Safari hii nilikuwa nimechoka. Kulikuwa na usiku nilikaa peke yangu, nikajiuliza swali moja gumu. Je, nimekimbia mapenzi au nimeyakataa kwa makusudi? Jibu lilinifanya nitetemeke kidogo. Sikukimbia chochote. Nilichagua kwa ufahamu. Sikutaka mapenzi yatakayoniomba nijipunguze. Sikutaka ahadi zitakazonifanya nivumilie tena. Sikutaka mtu wa kunipa jina nikapoteza sauti. Nilitaka maisha yasiyonilazimisha kuelezea maamuzi yangu. Miaka mingi baadaye nilikaa mbele ya kioo, nikamwangalia mwanamke aliyenirudia. Hakukuwa na pete mkononi, hakukuwa na mtu pembeni, lakini macho yale yalikuwa na amani niliyowahi kuikosa kwa muda mrefu. Nilijua hapo ndipo mwisho wa hadithi yangu ulipokuwa, sio kwenye mikono ya mtu, bali kwenye mgongo wangu nilioubeba mwenyewe. Kama kuna mtu atasema hadithi yangu haina mapenzi, nitakubali. Lakini kama atauliza kama nina furaha, jibu langu litakuwa ndiyo, kwa mara ya kwanza, bila mtu yoyote. Funzo la mwisho. Wakati mwingine, ushindi mkubwa wa mwanamke si kumpata mwanaume sahihi, ni kuacha kuhitaji kuthibitishwa na mtu yoyote. Hapo ndipo safari hii inapofikia mwisho wake, sio kwa sababu ilisimama, bali kwa sababu ilitimiza kusudi lake. Ili uendelee kupata simulizi nzito na za kweli, bonyeza like, subscribe kwenye channel hii na share hadithi hii kwa wengine. Simulizi hii imekamilika, lakini safari nyingine nyingi bado zipo hapa. Asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho. Kila siku tunakuandalia hadithi mpya zenye msisimko, mapenzi, visa, mafunzo na matukio ambayo hutakiwi kuyaacha yapite. Hapa ndio mahali pekee unapopata simulizi zilizoshikana, zenye ladha ya kipekee na zinazokufanya utamani kusikia sehemu inayofuata mara moja. Kama umependa stori ya leo, basi hakikisha unabofya kitufe cha subscribe, ushike pia alama ya kengele ili kila simulizi mpya inapowekwa uwe wa kwanza kuipokea. Kila siku tunakuletea visa vipya vya kusisimua, vya kuhuzunisha, vya kupendeza na vingine vya kukushangaza kiasi cha kukufanya utake kusikiliza tena na tena. Usipitwe na safu ya hadithi kubwa tunazoziandaa zinakuja, kila moja ikiwa tamu kuliko iliyotangulia. Hivyo, kaa karibu nasi, subscribe sasa na tuendelee pamoja kwenye dunia hii ya simulizi zisizoisha. Asante kwa kutazama na karibu tena kwenye simulizi inayofuata.